Vijana wangu wa bodaboda, hebu tuongee kidogo. Mimi nina maswali mawili matatu kwenu. Hivi una mzazi nyumbani, una baba na mama? Mungu amekujalia umepata mke, au pia umepata na mtoto? Sasa haya matendo yenu mnayofanya, kwa nini huwa hamjiulizi matokeo yake? Hii imekuja, nimekutana na bodaboda amepita mbele ya basi la mwendo kasi, nikasikia nataka kupiga kelele. Sasa naomba niwaambie wanangu, kama wewe unachokifanya hakikushtui, hakikutishi, naomba waza wale watu watatu ndio kuuliza mwanzo. Una wazazi, una mke, una watoto, una ndugu. Hebu piga picha wameamka vizuri, siku imeanza, wamekwenda na shughuli zao. Ghafla wanakuja kuletewa message, umepata ajali. Umepata ajali, labda umekufa. Umepata ajali, labda umepata maumivu makubwa sana. Hebu wapige picha kwanza mshtuko. Mpige picha mama yako ambaye mtoto wake ameondoka nyumbani nzima asubuhi, anakuja kurudishiwa mtoto maiti. Au mtoto ameondoka mzima kabisa, anakwenda kumkuta ICU anapumulia mashine. Kuna vitu vya sifa, lakini hili ninaloliongea sio sifa. Kwa sababu unajua inawezekana mihemuko inakufanya ujihisi kama wewe hutakufa. Lakini naomba nikwambie kuna siku litakuja, litatokea baya na tutakuzika. Sasa si afadhali basi tukuzike tujue mambo yameisha? Mungu ameenda kuleta balaa. Umepata ulemavu wa kudumu. Umekatika mguu, umekatika miguu, umekatika mikono, au umepata paralysis, umelala kitandani. Waliokuwa wanakutegemea wewe ndiye wa kuleta msaada, ghafla wewe umekuwa tegemezi. Sasa ni maombi wanangu, pamoja na vurugu zenu zote, pamoja na starehe zenu zote mnazozifanya, na waomba wanangu, chonde. Fikirieni maumivu ambayo sisi wazazi wenu tunabeba. Pale ambapo mtoto wako amekatika miguu kwa ajali ambayo labda ingeweza kuzuilika, au mtoto wako amefikwa na umauti wa ghafla kwa mambo ya kipuuzi, ya ujana, ya ubisho, au ya kutojali tu. Najua kabisa, najua kuna starehe yenu mnapofanya hivyo, au mnavyofanya mnakuwa tayari mmeshapanda juu ya mambo mengine, pombe, bangi na kila kitu kiko huko ndani. Lakini nawaomba wanangu, kabla hamjainuka mkafanya mlivyofanya, mkafanya mnavyofanya, kwa wale wanaofanya, kwa sababu naomba niseme kuna watu wa bodaboda wanaendesha vizuri sana, wanaendesha kwa heshima, wako wanajitambua, wako wanajielewa. Watoto wangu na vijana wangu wa sampuli na wapa big up. Lakini kwa wale vichwa mbovu wale, unakwenda kuendesha azifu nyumbani hujaacha baba na mama, azifu hakuna watu watakaoumia wewe utakapopata changamoto. Naomba nikwambie, usitutwike mzigo. Kuna mizigo hata tukibeba, it's okay, ndio Mungu alivyoandika. Lakini hizi ajali za kujitakia, kweli kabisa, unaona mwendo kasi, unajaribu kupimana atakufikia saa ngapi kweli? Kwa kweli nimesikitika, nimeogopa. Halafu pale nikamwaza mama wa yule kijana. Suppose yule kijana angekufa, mama anapelekewa mtoto wake maiti, amepondwa na gari ya mwendo kasi. Come on boys, it's not fair. Hebu piga picha, tayari umeshaleta na watoto duniani, ghafla wamekuwa tegemezi. Kwa sababu wewe baba unaeleta, umeshalala kitandani, hujiwezi. Shughuli zote zinatoka nyumbani zinahamia hospitali. Umeuguzwa, umemaliza, umerudi hospitali, hutembei, husogei. Kwa sababu kufa jambo moja, kuparalyze mwili na kubaki kitandani siku zote, au kupoteza viungo alafu usijue jinsi ya kujitumikia, ni kitu ambacho mtu yoyote asikiombe. Kwa hiyo nawaomba wanangu wa bodaboda, kama wewe mwenyewe hujijali, na kuomba muwaze mama yako.
muwaze mababa yako, wawaze wazazi wako maumivu atakayoingia pale ambapo mtoto wao umekatika like that. Kama una mke, hebu jiulize, yule mke umemwandaa wewe kujitegemea? Kwa sababu inawezekana unafanya kwa sababu unajiona hauna majukumu. Wewe unayo, hata kama watoto haujaleta bado, lakini una ndugu wa kuangalia. Kwa hiyo nawaomba, hebu tunzeni akili zenu, tulizeni mzuka, jiheshimuni mnapokuwa barabarani, mkiwa wenyewe na mkiwa mmebeba abiria. Mnachokifanya sio sawa. Sio sawa kwa abiria mnaowabeba, sio sawa kwa watu mnaoingia nao kwenye ajali, lakini sio sawa hata kidogo kwa wazazi ambao mnakwenda kuwabebesha maumivu ya kupoteza watoto wao mapema kwa vifo vya ghafla. It's not fair.